Msikilizaji wangu, katika jina la Yesu ninakualika kwenye mafunzo hii. Hii ni Biblia, ukiangalia hivi. Huyu ni mwanadamu na hapa ni kwa Mungu. Ukiangalia mwanadamu, rangi yake ni nyekundu sababu tunaishi kwa damu. Sisi ni wanadamu. Maana ya kuwa mwanadamu ni unatembea kwa damu. Maana damu ikiisha kama ikipungua katika mwili yako, utakuwa mtu ambao utakuwa na uhai tena, na hata afya ya mwili yako itachakaa. Kwa hivyo hapa ni kwa Mungu. Katikati yetu na Mungu kuna shimo mahali pale, kuna boundary. Hii shimo inanifanya mimi na wewe tusifike kwa Mungu, sababu katika ulimwengu mwanadamu anaishi kuna uovu. Giza ndio inatusingira sisi. Hii ni giza, mikozi, majaribu, matezo, maneno yote ya ulimwengu huu inaachilia giza. Zaidi ya yote, kuna mtu tu mmoja mwenye anaweza tuunganisha sisi kwa Mungu na Mungu kwa sababu ya hii shimo hii. Huyo sio mwingine, ni Yesu Kristo aliyetufilia msalabani. Yesu Kristo mwana wa pekee ambaye alikufa msalabani. Yeye ni Emanueli, Mungu pamoja na sisi. Alikubali tu mwito ya kuitwa na baba yake ili akufe msalabani ili atukomboe. Angalia mikono yake Yesu, amepigwa msumari. Angalia kwenye miguu yake akapigwa tena msumari. Angalia kwenye kichwa chake kuna kovia ya miba. Na hata vile vile kwenye ubavu yake alichomwa na mkuki. Hiyo ni upendo wa namna gani? Kwa hivyo Yesu Kristo yeye ni wa maana katika maisha yetu, maana ni rafiki wa karibu na yeye ndio neema yetu. Zaidi ya yote, Yesu alikufa. Ndio huyu hapo kaburini. Na ukiangalia kando kando kuna wale maadui walikuwa wameambiwa wamsuie Yesu asije kufufuka. Maana Yesu alikuwa anaambia wanafunzi yake, wakati hata alipokuwa akihubiri akisema, bado kitambo kidogo hamtaniona tena. Na alikuwa anasema yeye mwanadamu atafufuka siku ya tatu. Na walikuwa wanategea hiyo maneno, waone tu labda huyu jamaa atafufuka. Na hata katika maisha yetu, kusalitiwa kwa Yesu Kristo na maaskari kusimama kwenye lango ya kaburi lake ili akifufuka ili apigwe wala angamizwe tena. Hivyo ndivyo adui yangu na wewe anavyotetega. Hivyo ndivyo adui yetu anapo plan katika maisha yetu, katika uharibifu. Hata wakati Mungu anapotubariki, wakati Mungu anapotuinua sisi katika hatua chini ambayo tuko na anatuinua juu, wakati Mungu anapofungua njia zetu, lakini kuna adui ambaye asiyefurahia hiyo maneno. Yeye ameachilia nafasi ya maadui. Anasimama kanda kando ya baraka zako, kanda kando ya furaha yako, kanda kando ya amani yako, kanda kando ya utajiri wako, kanda kando ya neema yako, kanda kando ya promotion yako na kadhalika, na hata baraka zako, hata na biashara. Kwa hivyo zaidi ya yote, Yesu alifufuka. Yesu alifufuka. Angalia vile Yesu anatuonesha sisi mikono yake. Sema wapendwa, angalieni alama ya msumari. Mimi ni Yesu. Kuna huyu Tomaso ambaye hakukubali. Alikuwa anafikiri Yesu pengine ni uongo. Ndipo Yesu akamuonesha alama ya msumari. Hata mpaka hivi leo mimi na wewe hatujokubali Yesu amefufuka. Inafika mahali tunataka kumsulubisha tena msalabani. Inafika mahali unaona kwamba tunataka tena apigwe msumari. Lakini Yesu aoni hayo yote, baada anazidi kutupenda. Unashangaa akikutoa katika utumwa, anakutoa katika magonjwa sugu ambayo adui ameenda kinyume na wewe. Anakutoa katika uganga fulani ambao umewekewa. Anakutoa katika mikozi, katika hata kafara yote ambayo umetolewa, na anakuweka unakuwa hai, anakupigania. Kwa hivyo inaonesha alama ya upendo. Zaidi ya hayo yote, Yesu ndiye njia ya ukweli na uzima. Hii ni njia ya kwenda kwa Baba. Mimi na wewe ndio huyu, na hii njia inatupasa sisi tukaweze kupita. Hapa ni mbinguni, hapa ni kwa Mungu. Kwa hivyo inabidi kabla hatujapitia katika hii njia, nafaa tutengeneze mienendo zetu. Tuenende katika njia ya amani, njia ambayo inamfurahisha Mungu, isiyo na maua, ili tupite kwenye hii njia. Ukiangalia kando kando ya hii njia kuna giza mbali, na hiyo giza ni sometimes wakati unapotaka kukaa maisha tu mazuri ya kumpendeza Mungu. Adui nani?
naye ni nani? Yeye ana plan mbinu yoyote ya kuleta giza katika maisha yako ili kwenda kupita kwenye hii barabara, siku moja uende katika uzima wa milele. Kwa hiyo ni jukumu langu, dada yangu na ndugu yangu, ujitakaze, uhakikishe barabara yako katika ulimwengu. Maana hii barabara ndio itakayokupeleka mahali utakayeenda kuishi. Mahali roho yako itaenda inaachilia, na kwa hii barabara maisha yako jinsi unapoyoweka inaachilia barabara ya mji unayekwenda. Kwa hivyo zaidi ya yote, hapa ni kwa Mungu, na hapa hii ni ulimwengu ambao tunaishi. Huyu ni Yesu. Ile alama ya msumari, mimi na wewe ndio huyu, na hapa ni ulimwengu, na pia naakilia jehanamu. Kwa hivyo Yesu anakushika mkono, anakuita wewe, anasema Pastor Bibi, anasema ndugu yake, anasema ndugu ya Moni, anasema ndugu dada Atiolo, anasema dada Nafla, anasema dada ndugu Kavenji, kuja nikushike mkono. Unapotembea katika ulimwengu, tutembee na wewe, maana mimi ndio kiongozi, mimi ndio ninaweza kukuelekeza katika ulimwengu, maana ninayeona mbele yako na nyuma yako. Maana roho ya mwanadamu ina ugonjwa wa kuficha dhambi. Nani ajuae? Ni yeye Mungu. Mwanadamu hata hawezi kuplan mbele yake, wala ajui, anapoplan ajui at least atafika, wala atatia kufanya hiyo shughuli, lakini Mungu, Yesu mwenyewe anaweza jua, na Mungu anaweza jua. Kwa hivyo swali ni kwako, wewe unataka Yesu akushike mkono ndugu yangu, akupeleke siku moja, akuongoze katika ulimwengu, na siku moja atakapokuita siku ya kifo, siku utakapoacha ulimwengu uende katika uzima? Ama unataka Yesu akuache mkono? Dada yangu, ukiatia mtu Yesu akuache mkono, jua ya kwamba utaanguka kwenye moto huu. Hata katika maisha yako ya safari ya wokovu, unapoachana na safari ya wokovu, mwenendo ya wokovu, jua tu ya kwamba wewe tayari umeingia katika jehanamu. Maana kama Yesu hatakushika mkono, hata kuongoza, tayari shetani atakushika mkono na atakutulia kwa maneno mabaya. Utakuwa na bidii na maneno mabaya, utakuwa shabiki kwa maneno mabaya, utakuwa shabiki kwa maovu, utakuwa kwa shabiki na maneno yote ambayo yanaleta mauti na yanaleta jehanamu katika maisha yako. Kwa hivyo kama umekubali Yesu akushike mkono, nataka urudie. Bwana Yesu, nimekuja kwako, mimi nimetenda dhambi. Futa majina yangu kwenye kitabu ya hukumu, andika majina yangu kwenye kitabu ya uzima. Ewe shetani, nimekukataa na shida zako na majaribu yako na upotovu wako na mikozi yako na laana yako na magonjwa yako na shida zako. Hey Yesu, nimekubali unishike mkono kuanzia mchana wa leo na hata milele. Niongoze kwa jina la Yesu. Baba, acha tuombe. Mpendwa Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tazama watu wako wamekubali wewe mchana wa leo washike mkono kuanzia leo. Bwana, kila mmoja ambaye amekubali umshike mkono, umshike muongoze, umshike anapotembea na yeye, anapolala na yeye, anapofanya shughuli fanya na yeye. Uwe muongozo wake, uwe neema yake, uwe taa ya miguu yake, uwe mwangaza, uwe nuru yake katika jina la Yesu. Baba, tunakuenzi, tunakuinua. Hata na wale wote ambao hawasikii vizuri Bwana, waponye, waambie na majeraha ndani ya mawazo yao, wapatie amani, waje kata tamaa Bwana, ukawapatia tumaini, waliopotea katika njia ya wokovu warejeshe. Baba, ninasema ni asante, ninakupa sifa na utukufu, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Zaidi ya yote ninashauri tu ya kukupatia kiti ya kwanza. Ukiangalia kwenye filamu hii, huyu ni mwanadamu na ni mimi na wewe. Inapasa tukaweze kuwa waongofu, maana leo hii tumekubali Yesu atushike mkono. Kitu ya pili, tunapaswa tukaweze kuwa kwa ushirika wa watu wengine pia, ili tupate kwa mawaidha kwa wengine, tutiwe moyo kwenye ushirika huo. Maana ukibaki lonely, ukikata tamaa na utaanza tena kuwaza maneno mabaya na utarudi gizani. Kitu ya tatu, lazima uende kanisani. Kila mtu aende kanisa. Siku ya Jumapili kumbuka kwenda kanisani, maana Mungu alisema yeye ni Mungu wa Sabato. Yeye ni Mungu wa siku ya Sabato. Kwa hivyo akasema hakuna miungu mwingine atakayesujudiwa na kuabudiwa siku ya Sabato. Na siku ya Sabato, siku ya Jumapili, Mungu ni Mungu mwenye wivu hiyo siku.
That's why wale waendi kanisani kwa siku, unashangaa unapitia kwenye majaribu mwanzo ya wiki yote, challenges mingi. Hata Wakristo wakati wanakaa nyumbani siku ya Jumapili, hiyo wiki inaenda kwake, haitaenda sambamba, inaenda ikiwa na msukosuko, maana Mungu aliweka wiki kwenye hiyo siku, alisema ni siku yake. That's why ukiangalia watu wa 7 day, siku hiyo hawafanyi chochote, wanaenda tu ni kumsujudu Mungu. Kwa hivyo dhamini siku ya Jumapili. Jambo la 4, soma Biblia. Sasa hizi Biblia hata iko kwa simu, Biblia hata iko kwa radio, unasikia hata mhubiri akihubiri kwa radio, ili at least ujijenge kidogo. Kitu ya 4, hii ni upendo. Sisi tunapendwa na Mungu. Tunapendwa na Mungu. That's why alitoa mwana wake wa pekee. Ukitaka kujua vizuri, kisoma katika kitabu ya Mwanzo 1 mstari mdogo 5 mpaka 1 mstari mdogo 1 mpaka 5. Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyu mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakukufanyika chochote. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza kufunika nuru. Palitokea mtu ametumwa palitokea mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake ni Yohana. Na kwa Yohana akasema ya kwamba, sauti ya mtu aliye nyikani, tubuni, tubuni, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito, maana siku ya Bwana yaja. Hakika ukitaka kujua kwamba sisi ni watenda dhambi, ni ukweli mtupu. Kisoma kitabu ya Mwanzo 1:6 mstari ndogo 12 inasema hivi, Mungu akaiona dunia na tamaa imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Hakika sisi tumejiharibia, kila mmoja amejiharibia njia yake mwenyewe, na hata mpaka hapa ulimwenguni. Ukisoma hiyo chapter 6 hiyo verse 11 tena, dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajawa dhuluma. Hakika katika dunia tunaishi kuna dhuluma mingi, kuna mikosi mingi, kuna majaribu mingi, kuna attack mingi, kuna confusions mingi, kuna hatari mingi. Kwa hivyo dunia tayari imedhulumika. Mimi na wewe ni kujitoa mbele za Bwana, na Yesu atushike mkono atutoe katika dhuluma ile. Ukisoma hiyo chapter 6 hiyo 13 nikimaliza, Mungu alimwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wamejaza dunia dhuluma, basi nitawaharibia pamoja na dunia. Angalia sasa tena hapo hiyo chapter 6 verse 13. Mungu amesema, ametuunganisha sisi na dunia, kwamba tutaharibiwa na dunia. Kwa hivyo Yesu Kristo amekuja ili atutenge sisi kutoka kwa uharibifu. Tayari Mungu aliachilia wakati wa mwanzo kuharibu ulimwengu na kuharibu dunia. Kuharibu ulimwengu na dunia na kuharibu mimi na wewe. Kwa hivyo inafaa tujitoe mahali pale. Asante msikilizaji wangu kwa yule uliyemkiri Yesu akawa mwokozi wa maisha yako. Umechagua kitu njema. Umechagua jambo la busara. Umechagua kitu ambaye hata ishindi, gold ya ishindi, dhahabu ya ishindi, almasi ya ishindi, wala kitu chochote cha dhamana ya ishindi, mbali ni kushikwa na Yesu mkono. Wacha Yesu akushike mkono kuanzia mchana wa leo na hata milele na milele, au kuongoze na atakubadilisha maisha yako, yatabaki jinsi yalivyo. Wewe ni mtu wa maana. Ninakukaribisha kwenye uzima wa milele.